Kwa majina anaitwa Fikiri Rajab Selemani, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Mustafa. Leo ni tarehe 28 siku ya Jumamosi. Nafikia tumehitimisha mkutano wetu mkuu wa wananchi wa kazi ya mtaa kwa Mustafa. Lakini mgeni rasmi alikuwa mkuu wa wilaya hii ya Ilala, ndugu yetu Edward Mpogolo aliwasili kwenye viwanja hivi. Mimi niseme heri walilahi alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mkutano umekwenda salama na yale ambayo yalozungumzwa tumehitimisha. Kilio kikubwa cha wananchi ni upatikanaji wa shule ya msingi. Kata ya Pugu ina mitaa mitano, katika mitaa minne ina shule ya msingi, lakini mtaa huu kwa Mustafa hakuna shule ya msingi. Tayari mkuu wa wilaya amezungumza, kila mwananchi amemsikia, ni kwamba jambo ambalo limezungumziwa, na amesema hivi karibuni atamtuma mkurugenzi kwa ajili ya kutuma wataalamu wake tuwapeleke kwenye eneo ambalo sisi binafsi tumelitenga kwa ajili ya kujengwa shule ya msingi. Kwa mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niwaombe tu wananchi wangu wa kazi ya mtaa kwa Mustafa wawe na subira wakati serikali inaendelea kufuatilia hayo majambo kwa ukaribu sana. Na nyinyi mtakumbuka tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa wananchi, kwa isiwe fimbo ya kutuadhibu. Mimi ninaamini waendelee kushirikiana na sisi, wauamini uongozi wao wa serikali ya mtaa, lakini pia waamini kwamba katika vikao vya kamati ya maendeleo ya mtaa bado wenye viti wenzangu wananipa sapoti, kwa sababu wanafahamu kwamba mtaa wa Mustafa hauna shule. Kwa unapokwenda na hoja kwenye kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, swala zima juu ya kumtuma diwani wala haliwi na kigezo, kwa sababu ni kweli mtaa kwa Mustafa eneo lipo wala halihitaji fidia. Kinachosubiriwa ni kujengwa shule ya msingi. Lakini leo tumezindua uniform zetu, uniform ambazo mkuu wa wilaya amezindua, amegawa filimbi. Lakini niseme tena heri walilahi alhamdu, ametuchangia dola moja la uniform. Mwenyewe mmesikia mkuu wa wilaya amesema ametembea kwenye wilaya hii kwenye mitaa 159, lakini hajawahi kuona kama alivyoona kwenye mtaa huo kwa Mustafa. Makamanda tumewashonea uniform ambazo mimi mwenyekiti wa mtaa na kila sababu ya kuwashukuru wananchi wangu, kwa maana wao ndio walichangia fedha zile kupitia grupu la serikali ya mtaa. Na mimi ninachoamini magrupu ya mtaa yamekuwa yanakwenda kufanyiwa kazi maalumu, sio bali yanakwenda kufanyiwa mambo ambayo hayana maana. Mimi nilipoingia kwenye mtaa huo kwa Mustafa niliweka hoja ya kumvesha kamanda uniform, kwa maana walikuwa hali zao ni zofu binihali, hawakuwa wanafahamika kama hawa ni viongozi ama ni makamanda wa ulinzi. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Kaimu OCD amekuja, nyinyi wenyewe mmemsikia pale, amezungumza nao na yupo nao, anaendelea kuwapa semina. Uniform zimezinduliwa, lakini marehemu Awazi Muhammad Chiko aliwaahidi vijana hawa wakati uhai atawapa filimbi takribani 35, lakini kabla bado hajatoa zile filimbi Mwenyezi Mungu alikuwa amemchukua. Leo filimbi zile zimeletwa na Kaimu OCD. Nafikiri yeye mwenyewe alimsikia siku ambayo anaahidi zile filimbi, lakini leo amezileta zile filimbi. Mkuu wa wilaya amegawa filimbi na amezindua uniform za makamanda. Kwa hiyo sisi tunachokiomba kama viongozi wa mtaa ni wananchi kutoa ushirikiano dhidi ya makamanda wao. Lakini kwa uchache sana mheshimiwa, wananchi na wakazi wa kwa Mustafa wamekuwa wakilalamika sana, hususan kwa ule ukuta ambao umepasuka na ukimwaga maji machafu kwenda kwenye makazi ya wananchi. Nini sasa mnafikiria kwenda kukifanya? Mkuu wa wilaya amezungumza kwamba ukuta ule ni kweli, na wewe Sanga Media TZ ulikuja ulihabarisha umma na ulionyesha, lakini mkuu wa wilaya leo ameongea pale kwamba jambo limefika mezani kwao, tayari limeshatengewa fedha. Kwa hiyo tunachokisubiria tu ni utekelezaji, hakuna njia nyingine. Ni kweli ukuta umekatika, umepasuka, maji yanatiririka yanakwenda kwenye makazi ya watu, lakini sio geni. Yani ingekuwa mimi mwenyekiti wa mtaa kulifikisha sehemu husika, kweli wangenihukumu, lakini leo mkuu wa wilaya amelizungumzia kwa kina, wanalo hilo jambo. Na bahati nzuri wewe Sanga Media TZ, baada ya kuwa kuripoti ile habari, mimi nilitembea na mkuu wa wilaya, alifika kwenye ofisi yangu ya serikali ya mtaa, tulitembea kwenye yale maeneo ambayo wananchi walikuwa wakitoa malalamiko na kuwasilika, na yeye mwenyewe ameona, na hata barua tumemwandikia, tumemtumia, na leo amezungumza hapa. Bado utekelezaji tu kukamilika, lakini swala la fedha tayari bajeti imeshaandaliwa kwenye kikao cha baraza la madiwani iliyopita, tunasubiria tu utekelezaji. Nini rai yako sasa kwa wananchi ambao wamekuwa ni wazito kushiriki katika mijadala kama hii? Mimi niendelee kuwaambia hatuwezi kuutengeza mtaa kwa Mustafa kama tujashiriki mikutano. Ndio mkuu wa wilaya pale amewapongeza wananchi ambao walijitokeza kwenye mkutano kuchangia hoja kuchangia hoja kwenye madrafti, kuchangia hoja kwenye vigenge vya pulu havina maana. Kuna hoja za msingi, tunatakiwa tufike kwenye mkutano ambao mwenyekiti ameuandaa na kamati yake. Basi pale kila mmoja anatoa mchango wake wa mawazo na mwisho wa siku tunajibiwa. Na ndio maana mkuu wa wilaya amesema kwamba katika wilaya hii ana viti 159,
lakini kila siku akisema alipoti kwenye mkutano wa wananchi itamchukua muda mrefu. Lakini leo ameripoti hapa, mbona wenye vitu wenzangu wamekuwepo hapa, wamesikia na wao wataandaa mikutano. Sisi rai yetu kwa wananchi wajitokeze kwa wingi, hasa wenye viti wao wa serikali za mitaa wanapotangaza mikutano kwa wananchi. Lazima tujitokeze, tuje turekebishe kile ambacho tunakiona kina kasoro na kukifanyia kazi.